Mwishoni mwa juma jana, wanafunzi wa vyuo vikuu humu nchini waliandamana kufuatia kuuawa kwa wenzao 142 katika chuo kikuu cha Garissa. Kwenye maandamano hayo, baadhi ya viongozi wa wanafunzi hao waliomba wapewe silaha ili wajilinde. Wataalamu wa mbinu za kujikinga wanasema kwamba kujifahamu na kufanya mazoezi ya mwili kutasaidia pakubwa katika kujihami badala ya wanafunzi kupewa silaha. Lofty Matambo anatuarifu zaidi. Ombi la wanafunzi kupewa bastola ili kujikinga lilionekana kuwa hali ya kutoridhishwa na juhudi za maafisa wa usalama nchini. It fails for the government to protect us. We are praying that they give us guns so that we can arm ourselves. We want all students, most of the university students, to be secure in this country. Unamwongelesha kidogo na mwambie tafadhali bana usiniue, unajua. Lakini wakati tunabadilika nini unasikia in a split of a second, yeah? Napokea mbinu 2-3 za kujikinga iwapo jambazi atanigafilia. Peter Mahoya ni mkufunzi wa mbinu ya kujikinga maarufu martial arts. The main purpose for Kenpo is not sport, is the art of self-defense. Therefore, malpopote penye huko, you can still use Kenpo. Regardless of your size, age, karate is a close combat. Ni hali ya kukabiliana kwa karibu sana na ambaye anajaribu kudhulumu. Peter anasisitiza kwamba mazoezi kama haya yangesaidia katika shambulizi la Garissa. We always educate people in all kind of situations that even if somebody comes in your office, home, church, you can do something. One thing that is more important in trained martial art like Kenpo is that inakuondolea uoga. It makes you courageous. Anatuonyesha kumpiga adui sehemu muhimu kama koo, sehemu nyeti na hata vidole vya nyayo. Hannington Osodo ni mkufunzi wa mbinu za usalama na kujikinga kwa wanahabari. Amekuwa akiripoti matukio vitani barani Afrika na nchi za Uarabuni na runinga ya Reuters kwa miaka 18 hadi mwaka 2012. Anasema unapokabiliwa, hii ndiyo siri. Hii ambayo inafaa mtu uwe nayo wakati huu ni kuelewa mazingira yako, ya? Huku swala la silaha kwa kila apendaye akilipinga vikali. Bastola ama bunduki ni hizo ni silaha za jeshi ama polisi. Usalama wakati huu itakuwa ni kama sasa tumeamua polisi hawana kazi tena. Tunafundisha story na strength. Muscle ni strength bado. Being fit, you know, it saves your life kwa sababu saizi guide aje labda anishike. Akinishika niko na hiyo nguvu ya kumgonga kidogo alafu labda nikajitoa. Bunduki tukipewa itakuwa mbaya zaidi kwa maana hata sisi pia mtu hawezi nituzi na mimi kwa bunduki. Nitamaliza yeye. Ni mjadala unaoweza kukosa kikomo, la msingi likiwa ni kuzingatiwa kwa mazoezi wapewayo wanamgambo wa Al-Shabaab kabla kuhitimu kwenye maovu yao. Badala ya bastola, kuna step ambayo hawajafahamu. Na hiyo step hawajafahamu ni hii mazoezi tunaongelea sasa hivi. Huku mazoezi yakisalia kuwa jukumu la mtu binafsi, taasisi zinapojumuisha mafunzo haya kwenye mtaala wa elimu huenda ikasaidia kuyapunguza maafa. Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi.